Habari na karibu. Kwa jina naitwa Harry Mwijage, ni kiongozi The Game Changers, ni Diamond leader katika biashara ya BF-Suma. Hongera sana kwa kuanza biashara. Hongera kwa kuamua leo kutumia pati ya muda wako kuanza kujenga future yako ya kesho. Sasa katika hii video, hii ni video ya kwanza ambayo mtu anapaswa aisikilize, ambayo itamsaidia kuweza kufanya biashara yake iende katika level nyingine, lakini vile vile itamsaidia kuweza kumtoa vitu ambavyo havifahamu. Video hii inaitwa misingi 8 ya biashara ya mtandao. Hongera sana kwa kujiunga The Game Changers team. Hii ni timu ambayo inakusaidia kuweza kujenga biashara yako vizuri, kwa sababu BF-Suma ni kubwa sana. Kuna watu wengi. Lakini unapokuwa The Game Changers team, hapa sisi tuna mfumo ambao utakusaidia wewe kujenga biashara yako kwa speed na kwenda kwa haraka zaidi, na kutokuwa na sintofahamu ya kujenga biashara. Sasa kwanza unatakiwa uwe na vitu vifuatavyo. Unatakiwa uwe na The Game Changers magazine. Hii ni tool ambayo itakusaidia kuweza kufanya presentation ambayo nitaiongelea baadaye. Hii ni kitabu maalum ambacho kitakusaidia kufanya presentation au kufanyia seminar, ambacho kina bidhaa na vile kuna shuhuda za watu waliofanya vizuri ambao wako The Game Changers team. Lakini vile huko ndani kuna 5 step system ambayo itakusaidia ku direct biashara yako vizuri. Okay? Lakini vile unatakiwa upate kitu inaitwa diary. Hii ni diary. Okay? Diary ambayo ina miaka yako ndani, ina miaka na miezi, itakusaidia kuweza kufanya planning vizuri. Lakini vile unatakiwa na daftari jingine kubwa ambalo hili utaandika name list au orodha ya watu ambao unataka kushare nao biashara. Okay? Hii ni kitu cha muhimu sana katika biashara yetu mara unapoanza. Lakini hakikisha una pen, lakini vile kuwa na daftari jingine ambalo litakusaidia kufanya training, kwa sababu kumbuka biashara yetu ni ya training. Okay, hii ni daftari langu ambayo nimeandaa hii training ya leo. Kwa maana yake hii utakuwa unajifunza vitu tofauti vya kufanya. Sasa tuingie katika video yetu, misingi 8 ya biashara yako. Misingi 8 ya biashara ya mtandao. Mfumo wa biashara ambao tunatumia BF-Suma ni mfumo wa biashara ya mtandao au network marketing. Kwa hiyo unabidi ujue kwamba katika hii biashara yako sasa hivi ulioingia hapo sasa hivi, maana yake kuna vitu ambavyo 8 ambavyo unatakiwa uvipitie kila siku. Vitu 8 ambavyo unatakiwa ujifunze kuviperfect. Okay? Kitu cha kwanza, msingi wa kwanza, msingi namba 1 unaitwa ndoto au dream. Okay? Maana yake hujaja tu BF-Suma bahati mbaya. Kuna kitu ambacho umekuja kubadilisha katika maisha yako. Okay? Unataka kuelekea somewhere, unataka kubadilisha kitu fulani katika maisha yako, aidha kiuchumi au unatafuta muda au unatafuta afya. Okay? Lakini vile vile kumbuka, ndoto yako itakupa hamasa ya kusonga mbele. Unapokuwa una ndoto au una kitu ambacho unataka kukamilisha, hichi ndio kitakachokupa hamasa ya kusonga mbele. Lakini vile vile ndoto yako inapokuwa kubwa sana, utakuwa huna visingizio. Okay? Manake kama ndoto yako wewe ni kubwa sana, unataka kuwa milionea, au wewe unataka kuingiza milioni 20 kwa mwezi, au unataka kuingiza milioni 10 kwa mwezi, milioni 30 kwa mwezi, au inawezekana wewe unataka kumjengea babako nyumba au kudecorate nyumba ya babako au mama yako, au unataka kuwapeleka watoto wako shule nzuri. Kwa maana yake unapokuwa na ndoto kubwa sana, maana yake visingizio vyako vitakuwa ni vidogo. Okay? Kwa hiyo kitu cha kwanza unabidi uwe na ndoto. Kitu gani ambacho unataka kubadilisha katika maisha yako? Ndio maana umejiunga BF-Suma. Kitu gani ambacho unataka kubadilisha katika maisha yako? Kwa hiyo kitu cha kwanza, kwa hiyo tukae chini kama dakika sekunde kama 30, uandike vitu ambavyo unataka kukamilisha katika maisha yako. Vitu ambavyo unataka kukamilisha katika maisha yako. Unataka kubadilisha kitu gani? Okay? Hesabu sekunde 30, takaa kimya kwa sekunde 30. Kwa hiyo hizi sekunde 30 andika andika vitu 5 au 10 ambavyo unataka kubadilisha katika maisha yako. Unataka biashara hii kupatie. Okay, unataka upate katika biashara hii. Okay, au pause video hii, pause, andika hivyo vitu 10. Sababu ukiandika sasa hivi, maana yake utakuwa umekamilisha stage ya kwanza, msingi wa kwanza ya biashara yako. Take your time, andika. Pause video. Okay. Hongera sana kwa kuandika sasa vitu 10 ambavyo unataka ubadilishe kupitia biashara yako. Sasa tunaenda kwenye kitu cha pili, msingi wa pili. Msingi wa pili wa biashara yako ni kujitoa au commitment. Okay? Sasa hii ni nini? Commitment ni nini? Au kujitoa ni nini? Ni kufanya ni uwezo wa mtu kukaa na maamuzi yake katika shida na raha. Okay?
Ukijitoa sana katika hii biashara vile itakupa sana. Okay? Kwa unatakiwa ujue unataka kuwekeza masaa mangapi katika biashara yako. Okay? Unataka kuwekeza masaa mangapi? Unatakiwa ujitoe kwenye seminar vile vile, unatakiwa uhudhurie seminar za fursa ya biashara, uhudhurie seminar za kufundisha biashara, jinsi ya kufanya biashara. Okay? Uhudhurie training. Okay? Unatakiwa uwe na commitment ya kusoma vitabu, kuhudhuria The Game Changers Academy, kwenda kule kwenye YouTube channel ya The Game Changers Academy na kupitia hizo training. Okay? Unatakiwa uwe na commitment ya kusoma vitabu. Kuna vitabu vingi vizuri kama Think and Grow Rich, kuna vitabu kama vile Timiza Malengo Yako cha Joel Nanauka, kuna vitabu kama vile Nguvu ya Mwanamke cha Joel Nanauka. Hivyo ni vitabu vizuri. Vivyo kuna YouTube channel za Joel Nanauka, ukiingia huko kuna madini mazuri sana ambayo yatakubadilisha mtazamo wako. Sasa wewe umetakiwa ucommit. Lakini vile vile unatakiwa ujue commitment za mtu wako mpya anayeanza biashara. Unatakiwa ujue commitment yake ni nini. Je, yeye yupo tayari kuwekeza masaa mangapi? Kwa hiyo tumia muda mwingi na watu waliowekeza muda mwingi. Tumia muda mwingi na watu waliowekeza muda mwingi. Tumia muda mchache na watu ambao wanawekeza muda mchache. Kwa hiyo angalia commitment. Lakini vile vile itakusaidia hii kwamba usiwasukume watu ambao wana commitment ndogo. Usiwasukume sana kupita kiasi. Hilo ni kosa ambalo watu wengi wanafanya. Mtu commitment yake ndogo sana, hadi anakuja mara moja kwa wiki. Yuko tayari kufanya biashara mara moja kwa wiki. Kwa hiyo maana yake huyo mtu usimsukume sana sasa yani. Utamkera, utamfukuza kwenye biashara, lakini usimwache. Haimaanishi kwamba unamwacha. Usimwache huyo mtu. Okay? Usimwache. Mara nyingi unatakiwa ujue kwamba wewe uko group gani. Kuna group A na group B. Group A ni mtu ambaye commitment yake ni kubwa sana, yuko tayari kufanya chochote kwenye biashara. Yuko tayari kwenda extra mile, aende afanye chochote, yani yuko tayari kuja muda wote afanye chochote, yuko tayari. Hata kama yupo kazini, lakini yeye akimaliza tu kazi, anakuja anafanya biashara. Na watu ambao wapo kazini, wanafanya kazi benki, lakini wana show up kwa wakati, wanafanya presentation, wanakuja kwenye seminar. Okay? Kwa sababu kumbuka biashara hii unaweza kufanya kupitia muda wako wa ziada. Sasa wewe commitment yako ikoje? Kwa hiyo lakini vile vile wewe kama kiongozi, unatakiwa uangalie watu. Mtu ambaye commitment yake ni kubwa, tumia naye muda mwingi. Okay? Hicho ndio kitu ambacho nataka kufundisha. Kwa hiyo msingi wa pili ni kujitoa. Kwa hiyo utakaa naye muda gani? Miaka mingapi au muda gani? Mara nyingi mimi nataka nikupe commitment ya kawaida katika mtu ya kawaida. Mtu unatakiwa ujitoe 100% katika hii biashara kwa miezi 18 mfululizo. Unafanya. Maana kama umesema masaa mawili, masaa mawili. Kama umesema masaa matano, masaa matano. Unafanya kila siku serious. Lakini kumbuka, mtu atakayejitoa zaidi atapata zaidi. Okay? Haya, tunatoka hapo tunakuja kwenye msingi wa tatu. Msingi wa tatu unaitwa name list au orodha ya watu. Okay. Hili ni jambo la muhimu sana unapoanza biashara. Unapoanza biashara, kitu cha kwanza unatakiwa ukifanye baada ya kuandika ndoto yako, baada ya kujua commitment yako ni kiasi gani, muda wako ukoje. Okay? Lakini wewe mtu ambaye umeanza biashara yako, nipo kwenye hii commitment. Mtu ambaye unataka kumwanzisha mtu wako mpya, lazima umwambie wewe mtu commitment yake ikoje, ujue commitment yake. Lakini orodha ya watu sasa, msingi wa tatu ni orodha ya watu. Hii ni kitu muhimu sana kwa mtu anapoanza biashara. Lakini huwa kuna ugonjwa kwa mtu anapoandaa orodha. Okay? Orodha ni majina ya watu na namba zao. Okay? Sasa watu gani ambao unawaandika chini? Unaandika watu ambao unawafahamu sana kupita kiasi. Watu ambao unawafahamu kidogo na watu ambao hata huwafahamu. Wapo watu ambao unao kwenye simu yako ambao huwafahamu. Wengi tu. Kwa maana yake hawa watu vivyo unaorodhesha chini. Sasa kuna ugonjwa mkubwa sana ambao watu wengi wanaupata. Ugonjwa mkubwa. Mtu mpya anayeanza mara nyingi ugonjwa wake wa kwanza ni kwamba huyu mtu anajikuta anataka kuchagua watu. Okay? Anachagua watu kutokana na jinsi anavyowaona. Okay? Kitu kibaya sana katika hii biashara ni kwamba unapoanza kuwachagua wale watu, kwa sababu hujui nani kiongozi, nani ambaye hatakuwa kiongozi. Hujui, ingawa unadhani, wewe unadhania, lakini unatakiwa ujue kwa kumwambia. Kwa hiyo kitu cha kwanza unatakiwa uandike orodha ya chini watu, usiwachague wale watu wako. Huo ni ugonjwa mkubwa sana. Usiwachague, andika watu wote chini. Okay? Kwa hiyo orodha ijumlishe watu wote unawajua sana, unawajua kidogo, wanaokujua kidogo, watu ambao huwajui kabisa, watu ambao huwapendi. Andika chini orodha ya watu. Okay? Hicho ni kitu cha muhimu sana. Lakini vile msingi wa 4 katika hii biashara, okay, ni kualika watu sahihi na kupata watu wapya. Okay? Nikisema hiyo kwa maana yake kufanya invitation na prospect. Nitakufundisha vitu haraka haraka. Kwamba unapoalika watu kuja kujifunza biashara, okay, kuja kuwaelimisha kuhusu biashara. Kitu cha kwanza unatakiwa usiongee maneno mengi.
Okay, sana. Unapata. Kumbuka kwamba watu wako unawafahamu wewe. Unaweza ukawapigia simu kawaida tu bila kufuata utaratibu sana. Lakini watu wako ambao hawajui sana au hawakujui sana au huwajui, au ni watu ambao lazima uwe professional kupigia simu. Okay? Kuna script katika The Game Changers, kuna video kwanza ambayo imetolewa video. Mr. Joseph Ndobandola ametoa video ya jinsi ya kualika. Hiyo ni video ambayo utaiangalia. Okay? Lakini vile vile kwenye The Game Changers magazine hapa kuna script ambazo zinaelezea jinsi ya kupiga simu. Lakini Mr. Joseph amefundisha katika video inaitwa jinsi ya kualika. Ipo video, simple video ambayo utajifunza, utaelewa pale. Okay? Lakini vile humu mwishoni kwenye The Game Changers ya magazine huko kuna jinsi ya kualika hii hapa. Mpaka. Niweke hivi. Jinsi ya kualika. Ya pili, hatua ya pili ni jinsi ya kualika. Kwa hiyo unajifunza jinsi ya kualika sahihi. Lakini kumbuka unapoalika mtu unatakiwa uwe na posture. Posture ni nini? Posture ni hali ya kuonyesha kwamba huyo mtu umhitaji sana. Kumbuka wewe hapo. Kwanza una biashara kubwa sana ambayo inaweza kubadilisha maisha ya mtu yoyote. Okay? Kwa hiyo maana yake una kitu kikubwa sana. Wewe mtu wako unayempigia simu anakuhitaji wewe zaidi kushinda jinsi ambavyo wewe unamhitaji. Kwa hiyo maana yake unatakiwa ujue hicho kitu. Kwa hiyo ukijua hicho kitu maana yake utakuwa utopanic, unatakiwa usmile, okay? Lakini vile tumia muda mfupi kwenye simu, okay? Faster, fanya invitation yako, umemaliza. Na lengo la kumpigia mtu simu sio kumuelezea biashara, ni kumfanya aje kwenye seminar, kumpa hamasa ya kuja kwenye seminar au kumtumia video fupi ya WhatsApp ambayo inaelezea video ya biashara. Inaelezea biashara nzima inayofanya kazi. Umenipata? Okay, lakini vile vile kuna skill nyingine hapo inasema prospecting. Prospecting ni kitendo cha kupata watu wapya. Okay? Kumbuka, mtu yoyote ambaye unakutana naye kule nje anaweza akawa mwanachama wa biashara hii na akafanya vizuri sana na akawa kiongozi mkubwa sana. Kwa hiyo usimchague mtu. Unatakiwa kila mtu ambaye unakutana naye kule uchukue namba yake ya simu uongeze katika orodha yako. Unapoongeza katika orodha yako maana yake huyu mtu atakuja kuwa kiongozi, anaweza akafungua hadi nchi au mikoa mingine au masoko mapya huyu mtu. Katika kuprospect au kutafuta watu, usichague watu. Unaweza kuona mtu ambaye kavaa vibaya lakini huyo mtu ukimwita kwenye biashara ukimwelimisha anakuwa ni noma sana. Unaweza mtu kavaa vizuri lakini ukamwelimisha naye akawa noma. Kwa hiyo usichague watu, waambie watu wote biashara. Lakini kumbuka unapompata mtu mpya, huyu mtu ni nafasi ya kukupa watu wengine. Katika The Game Changers magazine kule kuna form zetu, hizi form za kujiunga, nyuma ya zile form kuna list ya watu. Unaweza unaandika list. Kwa hiyo mtu wako unayemfanyia presentation lazima aandike orodha ya watu wawili, watu 10. Watu 10 ambao ni anataka wajifunze hiyo biashara, watu 10 ambao anataka wajifunze bidhaa wenye matatizo ya kiafya. Kwa kupitia wale watu maana yake wewe utapata watu wengi zaidi. Kwa sababu wale watu watakuandikia chini, utawapigia simu, utawaalika na wenyewe utawaelimisha biashara na wenyewe watajaza na hiyo form. Umenipata? Kwa hiyo nataka nikusihi hapa usidharau mtu lakini jifunze kualika. Kuna video ya jinsi ya kualika lakini nimekupa basics tu za haraka. Umenipata? Haya. Kinachofuata msingi namba 5 wa biashara yako ni kuelimisha watu mfumo wa malipo au kufanya presentation. Okay? Kuelimisha watu biashara. Kumwelimisha mtu biashara. Huu ni msingi wa muhimu sana. Kwanza nataka nikusihi, kama usiogope kufanya seminar, kama usiogope kumwelimisha mtu. Okay? Usiogope. Okay? Na kumbuka hakuna presentation ambayo ni bora sana au hamna presentation ambayo ni mbaya sana. Kwenye kufanya presentation au kufanya seminar, either ukiwa na mtu mmoja au ukiwa kwenye group la watu. Okay? Kumbuka presentation yoyote kama vile unafahamu ile rubber band ile. Okay? Ni kama rubber band. Okay? Maana yake wewe kazi yako nilikuwa nayo hapa, rubber band. Kama wewe kazi yako ni kuitanua, yani unaweza kuitanua lakini cha muhimu usikate ile rubber band. Kwa ndio unafanya presentation. Kwa maana utakapoanza mwanzo utafanya presentation kawaida, baadaye utaimprove mpaka utakuwa vizuri, lakini fanya presentation kwa kutumia magazine. Na uzuri kwamba unafanya presentation tumia magazine. Kutumia magazine maana yake utamuonesha mtu wako rahisi zaidi na kila kitu kimeandikwa huko vizuri. Lakini vile unaweza kawa na karatasi pembeni utachora vitu ambavyo labda unabidi uchore. Kwa nini utumie magazine? Kutumia magazine kwa sababu ni rahisi zaidi, lakini watu wako machampion wako ambao umewashirikisha, ambao wameanza biashara na wenyewe wanaweza kufanya hicho kitu kirahisi zaidi. Kwa hiyo duplication itakuwa ni rahisi. Okay? Nitaelezea kuhusu duplication kwa mwisho kwa sababu ni msingi vile vile na wenyewe. Kwa hiyo lakini kumbuka sasa, unapofanya seminar unatakiwa ugusie vitu gani? Kwanza, okay? Unatakiwa ujue umwelezee mtu BF Suma ni nini na imetokea wapi na mwanzilishi ni nani. Okay? Pili, unatakiwa ujue umwelezee mtu bidhaa za BF Suma na vyeti vyake vya ubora. Kuna vyeti vya TFDA mule ndani katika The Game Changers magazine. Kila kitu kimo humu ndani. Tayari kimeshaandikwa humu ndani. Tatu,
unamwelezea mfumo wa malipo wa BF Suma. Okay? Mfumo wa malipo, unaingizaje hela, faida ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Okay? Baada ya hapo unamwelezea zile tuzo. Okay? Katika The Game Changers magazine hapa kuna tuzo ambazo watu wamepata. Kuna safari, kuna magari huku mwishoni. Okay? Haya. Kwa maana lazima umuelezee tuzo za huyu mtu aone kwamba inawezekana. Umuonyeshe, lakini vile lazima umuonyeshe shuhuda za watu ambao walianza zamani. Umeona hapa kuna picha za watu wengi. Okay? Walianza zamani walipoanza na wakafikia walipofikia. Lakini vile lazima uelezee sasa vifurushi vya kwanza biashara. Vifurushi vya kwanza biashara hivi hapa, ajue vifurushi cha kwanza cha 1,500, cha pili cha 2,500. Atakiwa avijue vifurushi na ujibu maswali yake, kama je, anachagua bidhaa, ajue kwamba anachagua bidhaa yeye mwenyewe, ajue atapata ID number. Okay? Ajue kwamba baadaye anaweza akapata faida ya akiuza hizo bidhaa, atapata faida kubwa na anaweza kurudisha hela yake kabisa. Okay? Kwa hivyo ni vitu vya muhimu sana atakiwa afahamu katika seminar. Okay? Kitu kingine unatakiwa seminar za tano za kwanza. Seminar 5 za kwanza unatakiwa ufanye na mtu ambaye amekushirikisha biashara. Tunamuita upline huyo mtu. Okay? Kiongozi. Seminar 5. Kwa hiyo kazi yako ni moja tu. Kazi yako ya kwanza ni kuangalia. Okay? Kuangalia. Kazi yako ya pili ni kujifunza. Okay? Umenipata? Kazi yako ya tatu ni kutulia kimya umsikilize anachokifanya. Maana yake unaangalia, unajifunza, baadaye utakuja kufanya wewe mwenyewe. Okay? Angalia, unafuatilia na utakuja kujifunza. Lakini kitu cha muhimu ni kwamba ili mtu wako, ili kiongozi wako amuonyeshe mtu wako biashara, inabidi umfanyie edification. Okay? Huwezi mtu wako kumueleza, huwezi, kwa sababu watu wako 5 wale wa kwanza, unatakiwa umfanyie edification. Edification ni nini? Kuna video ya edification ambayo unatakiwa uisikilize. Okay? Edification ni kitendo cha kumnyanyua mtu kiongozi ambaye anamuelezea mtu wako biashara, ili yule mtu wako aweze kumwamini. Okay? Na kumheshimu. Okay? Kwa kitendo cha kumnyanyua unatakiwa umpambe. Lakini kumbuka edification sio kwa ajili, ni kwa ajili ya biashara, sio kwa ajili ya yule mtu. Kumbuka unapompamba mtu wako ni kwa ajili, unapompamba kiongozi wako vizuri kwenye vitu alivyovifanya. Okay? Vitu ambavyo amekusaidia. Okay? Unafanya hivyo kwa ajili ya biashara yako, ufanye hivyo kwa ajili ya yule mtu. Kumbuka hicho kitu. Sasa lazima hapa kuna video ambayo inaitwa edification. Lazima uiangalie hiyo video ya edification ambayo mimi nimeielezea kirefu edification pale. Kwa nimeeleza kama dakika 10 hivi ambayo inaelezea maana ya edification. Na lazima ujue edification ili katika semina zako za kwanza hizi ni lazima ufanye na kiongozi. Lakini kama uko mkoani, uko mbali na kiongozi hayupo, unabidi uanze kufanya wewe mwenyewe tu. Unafanya wewe mwenyewe, baadaye wewe ndio utakuwa kiongozi, utawasaidia watu wengine. Uzuri kwamba video zipo zinaelezea kila kitu. Lakini hata kama uko mkoani, baada ya kufanya hiyo seminar, hiyo presentation, unafanya conference call na kiongozi wako. Conference call ni simu ya watu 3. Mimi, wewe, kiongozi wako na yule mtu wako. Kwenye simu moja mnasikilizana, unamfanyia edification kiongozi wako, afu baadaye kiongozi wako anajibu maswali ya yule mtu. Angalia video ya edification, lazima uangalie video ya edification. Okay? Haya, sasa kumbuka sasa kitu kingine. Ukitaka kufanya seminar au kuonyesha biashara au kufanya presentation, okay? Kuna vitu vifuatavyo unatakiwa uvifanye. Kwanza, unatakiwa uchague mazingira sahihi. Sehemu ambayo ni patulivu na sehemu yenye heshima. Okay? Kama inawezekana nyumbani kwake wewe mtu, au ikawa nyumbani kwako, sebuleni, lakini ikawa kwenye hoteli nzuri ambayo unanunua kinywaji pale cha shilingi 1,000 unakaa naye vizuri, sehemu yenye heshima nzuri ambayo ni tulivu. Pili, hata kama upo sehemu kama kwenye hoteli, usile na kunywa vyakula vya gharama. Hii itakugharimu sana. Okay? Usifanye hivyo, yani ukala vyakula vya gharama pale, ukaagiza. Kama una hela ni sawa, lakini kama una hela sio vizuri. Lakini vile hata kama una hela, fanya simple, kwa sababu kumbuka wewe, watu wako hawezi kufanya kama wewe. Watu wengi hawana 70,000, 50,000, 20,000, 30,000 za kununua vinywaji ya gharama. Okay? Hiyo hawana. Maana yake watu hawezi kufanya kama wewe. Kwa maana yake huyo mtu hawezi kufanya kama wewe. Anaona kabisa mimi siwezi hicho kitu. Hata kama una hela nyingi, hicho sio vizuri kufanya, kununua vitu ya gharama. Kitu kingine unatakiwa uvae nadhifu. Okay? Uvae nadhifu. Vaa kama professional. Kwa unatakiwa uongee, unatembea kama milionea. Ni very important yani. Sasa unasema hivi, vaa kama unamiliki benki. Sio kama vile unaenda kuomba mkopo benki. Challenge kubwa ni kwamba watu wengi unapovaa, mavazi yanaongea. Mavazi yanazungumza. Kwa jinsi unapovaa, mtu atakuchukulia jinsi ambavyo ulivyo. Kwa hiyo vaa vizuri, vaa pendeza, vaa kiprofessional. Okay? Haya.
Kitu cha nne cha kufanya ni kwamba unatakiwa uwahi eneo husika. Okay? Hata kama huyo prospect au mteja amechelewa, unatakiwa uwahi, kwa sababu kuna watu wengi, unatakiwa uwahi ile sehemu. Okay? Lakini vile mtu wako siku zote atahitaji kuuliza maswali. Okay? Huyu mteja au prospect atahitaji kuuliza maswali. Kwa hiyo siku zote unatakiwa umwambie kwamba utajibu maswali yake mwishoni. Sasa relax, hamna tatizo. Utajibu maswali yako yote mwishoni. Hiyo ni muhimu sana. Lakini vile ukiwa unafanya one-on-one maana yake huko wewe, mtu wako unatumia The Game Changers Magazine. Okay? Ukiwa unafanya one-on-one, ukiwa unafanya one-on-one, tumia The Game Changers Magazine. Okay? Tumia The Game Changers Magazine. Okay? Kama huna The Game Changers Magazine, kuna kitabu cha njano, lakini The Game Changers Magazine imerahisishwa zaidi. The Game Changers Magazine na karatasi kama unafanya one-on-one. One-on-one maana yake huko wewe na mtu wako. Two-on-one maana yake wewe uko wewe na watu wawili. 3-on-1 maana yake wewe uko wewe na watu wako watatu. Ukiwa unafanya hivyo, tumia The Game Changers Magazine. Unipata? Na karatasi simple. Haya. Cha muhimu kingine ni kwamba unatakiwa ufanye hizi seminar 4 mpaka 6 kwa wiki, au seminar 16 mpaka 24 kwa mwezi bila kukoma. Hiyo ndio commitment ambayo tunaiongelea. Ukifanya seminar 4 mpaka 6 kwa wiki, au seminar 16 mpaka 24 kwa mwezi bila kukoma, maana yake biashara yako itakuwa imeenda katika level ya juu sana. Ukifanya hivyo kwa miezi 18, utavunja rekodi kabisa. Maana yake unaweza kupata gari, ukapata safari. Okay, na ukawa na income kuanzia, utakuwa umeshakuwa senior diamond leader. Ukifanya miezi 18 utakuwa umekuwa senior diamond leader. Ukiwa senior diamond leader maana yake unaingiza milioni 5 mpaka milioni 10 kwa mwezi. Hiyo ni income ambayo unaweza kuingiza. Lakini kwa kufanya miezi 18, seminar 4 mpaka 6 au 16 mpaka 24 kwa wiki. Okay? Sasa seminar inatakiwa ikae, hiyo presentation yako one-on-one presentation inatakiwa ikae dakika 45 mpaka saa moja. Lakini vile vile unaweza ukazidisha muda kama prospect au mteja huyu anauliza maswali ya akili. Okay, kuna maswali ya akili. Unaona kabisa huyu ana maswali ya akili huyu. Kwa hiyo unaweza kuzidisha muda ukaspend naye time zaidi. Okay? Haya. Lakini vile vile kumbuka kuna seminar za ukumbini, lakini vile vile kuna seminar za nyumbani. Seminar za ukumbini ni nzuri kwa sababu kwa mfano Dar es Salaam kuna seminar, okay? Mwanza kuna seminar. Okay? Sasa seminar za ukumbini kama hazipo eneo lako unaanzisha wewe mwenyewe. Lakini kumbuka seminar za nyumbani zina nguvu zaidi. Okay, zina nguvu. Kwa maana yake kama nyumbani kwako unawaita watu nyumbani kwenye sebule, unaweka video pale ya kuelezea biashara kwenye ambayo ipo, ziko mbili. Kuna video moja ambayo inaelezea kwa nini BF Suma ni kampuni bora, video nyingine nipo mimi naelezea. Alafu kuna video nyingine inaelezea mfumo wa biashara ya BF Suma na unaingizaje pesa. Okay, hiyo video ukiweka kwenye deck pale wanaangalia. Hata kama huna video, unatumia The Game Changers Magazine, zinafanya kazi zaidi. Lakini kumbuka mtu wako unayemwelezea biashara, lazima aondoke na bidhaa, hata kama ni sabuni kwa bei ya mwanachama, au kama ni mtu potential unaweza kumnunulia wewe kwa shilingi 4000 ukampa akaenda nayo nyumbani. Kwa sababu kumbuka bidhaa zinazungumza pia. Bidhaa zinafanya presentation. Okay? Kwa unapotoa sample za bidhaa, hata kama mtu ukamruhusu akanunua kwa bei ya mwanachama, okay? Utaingiza hela nyingi zaidi kwa sababu bidhaa itaongea kule nje. Lakini vile vile kumbuka mtu wako lazima umuelezee kwamba anapoenda kule nje, baada ya kumuelezea biashara, lazima atakutana na watu ambao wako hasi. Kuna watu wengi sana ambao wameshindwa huko duniani. Kwa wako tayari kumpa mtu yote maushauri ya hasi. Lazima ajue hicho kitu. Lakini kingine lazima umkutanishe, kama umekutana naye peke yako, mte kwenye seminar kubwa. Kama umekutana naye peke yako, piga simu ile conference call wewe na kiongozi wako, mwambie kiongozi wako kama kuna mtu ambaye nimeongea naye yuko serious, nitafanya conference call. Mkifanya conference call maana yake mtu ataongeza imani zaidi katika biashara yako. Unipata. Kwa biashara umeendelea kwenye seminar. Sasa msingi namba 6 ni kumfuatilia mtu wako. Okay? Kumfuatilia prospect. Okay? Hii ni muhimu sana. Na unatakiwa umfuatilie mtu dakika 24 mpaka dakika 48. Unamfuatiliaje wewe mtu? Unaweza kumfuatilia kwa kumtumia training. Ada 5 step system ile ukamtumia. Okay? Ukamtumia training ambayo itamsaidia kujifunza kitu fulani na kubadilisha mtazamo wake. Kuna vitu vingi unaweza kumtumia. Unaweza kumtumia ka video ka Joli na Nauka, ukamfuadia video ya Joli na Nauka, ziko nyingi nzuri tu ya kushinda uoga. Okay? Akaangalia. Au kama unakuwa unaweza kuna audio yangu nzuri sana mimi. Inaitwa dalili 10 zinazoonyesha kwamba umelewa maskini. Hiyo ni audio nzuri, unaweza kumfuadia ukasikiliza. Okay? Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ukimtumia hiyo information, unampigia simu baada ya masaa 24 mpaka 48. Unajua anavyoendelea,
unajua kapata objection gani nyumbani. Kuna wengine anaenda nyumbani akutana na mume wake ambaye yuko hasi. Okay, huko utajua. Kwa sababu ushamwambia anajua. Amekutana na rafiki zake ambao wako hasi. Okay, au ile bidhaa ametumia imekuwa chanya kwake. Muhimu sana. Kwa hiyo unatakiwa upate feedback ile. Kumbuka, unatakiwa unasema kuna msemo unasema kwamba upige chuma kikiwa cha moto. Kwa sababu chuma ili uweze kukibendi, okay, inabidi kikiwa cha moto. Ni muhimu sana. Masaa 48 ufanye follow up. Okay? Haya. Lakini kuna kitu kingine cha muhimu hapa, kwamba kwenye kufanya follow up kuna skills mbili ambazo ni za muhimu. Kuna hii skill ya kwanza inaitwa 3F. Feel, Felt, Found. Feel, Felt, Found, hii ni skill ambayo inakusaidia kuweza kufanya follow up na mtu. Maana yake mtu unapojibu maswali yake, anaweza akasema labda mimi nimegundua kwamba swali lake lote analokuuliza, unatakiwa ujibu kusema kwamba ninajua unachokihisi. Okay? Na mimi nilipoanza hii biashara, na mimi kabla sijaanza hii biashara nilihisi hivyo mwanzoni. Lakini baada ya kukaa kwenye muda nikagundua. Okay, very important. Kama akasema labda mimi naona kama vile siwezi kupata wateja. Lazima ujibu hivi. Najua unachokihisi. Na mimi nilipoanza hii biashara nilihisi hivyo hivyo. Lakini baada ya kujifunza nikagundua kwamba kuna njia nyingi sana za kupata wateja. Okay? Kwa hiyo ndio Feel, Felt, Found. Okay? Baada mimi sijui nitapata wapi watu. Okay, najua unachokihisi. Okay? Na mimi nilihisi hivyo hivyo mwanzoni, lakini baada ya kupata skills ya kujifunza nikagundua kwamba watu wako wengi sana. Naweza nikapata watu. Unipata, hicho ni kitu cha muhimu sana. Okay, lakini kitu kingine ni cha muhimu ni hichi hapa. Kuna hii skill nyingine inaitwa 4SW. Okay? Some will, some what, so what. Someone is waiting. Okay? Wengine watajoin na wewe au watakubali biashara. Wengine hawatokubali biashara. Kwa hiyo iweje sasa? Wapo wengine ambao wanataka kujiunga nawe. Wako wengi tu kule nje. Kwa hiyo usikate tamaa kwamba mtu eti mmoja akakataa. Na mtu anapokataa inamaanisha kwamba amekataa biashara sasa hivi. Lakini inawezekana baada ya miezi mitatu miwili akabadilisha mawazo yake. Okay? Wako wengi tu hao watu. Kwa hiyo kumbuka huyo mtu weka open kwamba utamuelika kwenye semina nyingine kuja kuongeza imani. Utamkutanisha na kiongozi. Umenipata? Hicho ni kitu cha muhimu sana ambacho kinamuongezesha mtu imani. Huo ni msingi wa 6. Okay? Tuenda kwenye msingi wa 7. Msingi wa 7 huu ni muhimu sana. Okay? Kupata ushauri kutoka kwa upline. Okay? Kwa sababu kumbuka katika biashara yetu kuna watu wawili. Kuna mtu ambaye amekushirikisha ni anaitwa upline. Lakini vile vile watu ambao wako chini yako wanaitwa success team au champions yani. Kwa ndio hivyo. Kwa sasa upline wako yeye mtu ambaye amekushirikisha hii biashara au inawezekana yule mtu aliyekushirikisha naye hajui sana. Inawezekana mtu ajua kwa mfano mimi ndio upline wa watu wote hapa. Kwa maana yake wewe sasa mtu ambaye amepita katika hii anajua alichopitia. Okay? Anajua yani anajua vibaya na vitu vizuri katika biashara. Anajua mambo ambayo ni magumu. Kwa maana yake ni vizuri kupata ushauri au kupata counseling kutoka kwa mtu ambaye ni upline wako. Na kuna kitu kikubwa kinasema hivi, kuna formula hapo, kuna philosophy. Okay, inasema hivi. Mambo yote chanya ni chini, mambo yote hasi ni juu. Maana yake mambo yote ambayo ni chanya unatakiwa uambie watu wako ambao ndio wameanza biashara bado ni wachanga. Okay, ambao yatawasaidia wenyewe kwenda mbele. Lakini mambo yote ambayo ni hasi, mwambie mtu wa juu. Okay? Mtu ambaye ana experience, mtu ambaye anaingiza hela zaidi, mtu ambaye amefanya biashara muda miezi 6, 7, 8, miezi 3, 4, 5, anajua kinachoendelea. Kwa hiyo anaweza huyo mtu akakupa solution. Ni kazi kwenda kuomba ushauri kwa mtu ambaye hana experience. Okay? Kwa hiyo ni muhimu kupata counseling kutoka kwa mtu ambaye amekushirikisha hii biashara. Okay? Kwa hiyo na vitu vyote ambavyo vinatokea hasi, okay, labda sijui kuna vitu kimetokea ambacho sio kizuri labda kwenye duka wamefanyia nini. Unatakiwa uambie mtu ambaye yuko mwenye experience kwenye biashara, ambaye ni wa juu, anaweza akakushauri vizuri na ukaenda vizuri kwenye biashara. Okay? Msingi wa 8 ni duplication. Okay, ni kuduplicate. Kumbuka chochote unachokifanya lazima ujifunze, lazima uambie watu wako. Okay? Haraka, yani unatakiwa uambie, yani ukipata uambie ma champions yani. Faster yani. Unapopata kitu kizuri umejifunza, either umejifunza au umepata. Lazima uambie watu wako haraka. Kwa sababu kumbuka yani, hii biashara sio kile ambacho unaweza kufanya wewe peke yako. Ni kitu ambacho unaweza kufanya watu wengi. Lakini vile kama umejifunza kuangalia hii video, haraka uambie watu wako katika timu yako. Faster unatakiwa uambie watu wako. Umenipata? Kwa hiyo lazima uwafundishe watu wako wengine. Okay? Kufanya kile kitu ambacho umejifunza. Okay? Na hii itakufanya utakuwa kiongozi, utakuwa na experience, utajiamini zaidi. Okay? Sasa kwa hiyo ndio misingi 8 katika biashara yako ya mtandao. Okay? Misingi 8. Hongera sana kwa kujiunga The Game Changers Team. Mimi naitwa Mwijage au Hari Mwijage. Mimi ni kiongozi The Game Changers Team. Hakikisha una subscribe katika channel inaitwa The Game Changers Academy. Huko ndio kuna video zote za training.
Okay? Lakini vile vile unaweza kanifollow mimi kwenye page yangu. Mimi na page. Okay? Inaitwa Harry Mwijage kwa page yangu. Pale mimi nawafundisha na waelimisha watu jinsi ambavyo wanaweza kutumia muda wao wa ziada kujenga biashara kubwa na kubadilisha muda wao wa ziada kuwa pesa. Sasa kuna video nyingi ambazo unatakiwa uziangalie, sio nyingi sana, nisikutishe. Kuna video ya name list, ujue jinsi ya kuandika orodha, kuna video ya edification ambayo ujue jinsi ya kumnyanyua mtu wako ambaye yupo katika biashara. Kumbuka katika The Game Changers team sisi vitu ambavyo tunasimamia ni vitu hivi hapa. Loyalty, edification, unity, integrity. Kwa maana edification ni skill muhimu sana ambayo itakusaidia kujenga timu yako kubwa. Na kumbuka nikisema edification inamaanisha kumnyanyua mtu wako ambaye anataka kumuelezea mtu wako biashara. Okay? Lakini ni kusemea vizuri kuhusu bidhaa. Okay? Kusemea vizuri kuhusu mfumo wa malipo wa kampuni. Kusemea vizuri kuhusu viongozi wa kampuni. Kuna watu wengi wanaingiza milioni 20, milioni 30, milioni 100 wana experience kwenye biashara, wamefanya vizuri. Hao watu wanatakiwa wajue hao watu. Lakini vile vile kupata shuhuda za bidhaa. Kuna shuhuda za bidhaa hizo ambazo zinaelezea. Hizo ni edification, edify. Zinakusaidia kuweza kupata watu. Nakumbuka unapofanya edification, ufanye kwa ajili ya mtu yule, unafanya kwa ajili ya biashara yako. Okay? Sasa hakikisha umeangalia video ya edification, hakikisha umeangalia video ya name list, jinsi ya kuandaa orodha. Hiyo ni muhimu, ameandaa Mr. Joseph pale. Okay? Hii ni video ambayo unapoanza biashara, unatakiwa usikilize na ushare na mtu wako yote ambaye ameanza biashara. Okay? Asante, bila shaka umejifunza. Kuna video nyingi ambazo utakuwa unazitoa, hakikisha umejiunga The Game Changers Academy. Kule ndio video zote ambazo za training zipo kule. Naitwa Harry Mwijage, hongera kwa kujiunga The Game Changers team. Bila shaka umejifunza na umejua msingi wa biashara yako. Asante.